Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ninakusalimu sana mtazamaji wa Yuhoma TV. Ni matumaini yangu umeshinda salama ukiwa na afya iliyo thabiti. Karibu sana kujipatia taarifa kubwa na nyeti za kilimwengu. Wakati anga la Mashariki ya Kati likiwa bado halitazamiki, mirindimo na miungurumo ya makombora, moshi ukitanda kila kona mithili ya tanuri Mashariki ya Kati, si Irani, Saudia, Qatar, Kuwaiti wala si Israeli. Katika mwendelezo wa kuvuja kwa damu ya raia wa Irani na baadhi ya maeneo kufuatia vuta ni kuvute ya mtifuano mkali baina ya vita shirikishi, Marekani akiwa mbari na anakuangamiza na washirika wake dhidi ya Irani. Sasa wakati vita vikizidi kupamba moto, huku wa Irani wakiwa wangari na machozi ya majonzi ya kupoteza mamia ya wapendwa wao, hasa kiongozi mkuu marehemu Ayatollah Saidi Ali Khamenei, jeshi la Irani limetangaza msurudu wa mafanikio makubwa katika kile imeeleza kumwangamiza mdhalimu Marekani. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la Irani kupitia msemaji wa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, imeeleza ya kwamba jeshi la Irani limefanikiwa moja kwa moja kuwaangamiza wanajeshi zaidi ya 650 katika siku mbili mfululizo za vita baina ya Irani na Marekani. Msemaji wa IRGC akiendelea kutoa taarifa hiyo aliyoitaja kuwa ya mafanikio, amesema kwamba Irani imefanikisha pia kudungua na kusambaratisha moja kwa moja ndege vita za Marekani zilizokuwa zikinyemelea anga lake na maeneo jirani Mashariki ya Kati. Katika kuzimwa kwa jaribio hilo la ndege vita za Marekani, pia msemaji huyo wa IRGC amesema mbali na kudungua ndege hizo, pia jeshi kile ameriita imara la Irani limedondosha ndege kubwa la kivita la Marekani lenye ukubwa sawa na uwanja wa mpira wa miguu katika anga la Mashariki ya Kati kando na Irani. Likiendelea kutoa taarifa ya mafanikio, jeshi la Irani kupitia msemaji wa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC pia limebainisha kushambulia uwanja wa ndege wa Dubai Emirates Airline katika shambulio lake la mapema, ambapo safari za anga Dubai zimefungwa kwa sasa kufuatia shambulio hilo kubwa, huku uwanja huu wa ndege ukiarifiwa kupata hasara za zaidi ya dola bilioni 1 kwa shambulizi hilo na kusitishwa kwa safari za anga katika uwanja huo. Sanjali na hilo, pia jeshi la Irani limeelezea mafanikio yake makubwa katika shabaha yake ya kuangamiza balozi za Marekani Mashariki ya Kati, likisema ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, Saudi Arabia, sio tu umeshambuliwa bali umesambaratishwa vibaya. Naye kiongozi mkuu wa mpito wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Irani Ayatollah Ali Reza Arafi kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter amechapisha picha ya anga inayoonyesha shambulio hilo, akisema namnukuu, hapa si Irani, Pakistani ama Iraki, hapa ni katika ubalozi wa Marekani, na hilo ni miongoni tu ya shambulio dogo zaidi. Hapo bado Irani haijaanzisha hata kidogo matumizi yake ya makombora ya invisible missiles, ambayo hayo hakuna mfumo wowote wa anga ambao unaweza kuyadhibiti. Mwisho wa nukuu. Kufuatia hilo, Marekani imeshindwa kabisa kujizuia, ambapo Rais Donald Trump ametuma ujumbe mzito kwa Irani kupitia mtandao wake wa Truth Social, akisema, na naomba kumnukuu, jibu kubwa linamkabili Irani juu ya shambulio lake katika ubalozi wetu Saudia, sambamba na kuua mamia ya wanajeshi wetu. Jibu linalostahili ambalo halijawahi kutokea linakuja hivi punde, mwisho wa nukuu. Mtazamaji, katika majibizano ya vuta ni kuvute viongozi waandamizi wa Irani na Marekani, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Araghchi amenukuliwa akisema Marekani sasa si wakogopwa tena, na wamekuwa wakijisifia kwa teknolojia za kijeshi, lakini bure kabisa. Ona sasa ndege zake vita za F-35 zinadondoka zenyewe patupu, wakisingizia
ni makosa ya kimfumo wa anga wa Kuwaiti. Hii ni sawa na sifuri. Mwisho wa nukuu. Naye waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amenukuliwa na chombo cha habari cha Marekani The New York Times akielezea hofu yake katika vita vinavyoendelea dhidi ya Irani akisema, namnukuu, They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to... Ndugu zangu, Irani wana uwezo wa kuzalisha makombora tunayoyashuhudia zaidi ya 100. Hiyo ni kwa makadirio tu madogo na si idadi halisi. Wakati huo sisi uwezo wetu ni kuzalisha mifumo ya kinga vipangua makombora 6 hadi 7 kwa mwezi. Tusisahau pia Irani wana zaidi ya maelfu ya drones za kushambulia, kwa hivyo tusichukulie poa vita hivi. Mwisho wa kumnukuu. Katika ushirika wa Marekani na kutumia kambi zake Mashariki ya Kati kuishambulia Irani, hivi leo taifa la Pakistan limetoa kauli ya onyo kwa Marekani likikataa kata dhidi ya kutumiwa kimaslahi na Marekani kuishambulia Irani, likisema silaha yoyote ya Marekani itakayoingia Pakistani itasambaratishwa ndani ya sekunde tu. Hata hivyo, katika maswali mseto juu ya msaada wa washirika wa Irani katika vita na Marekani siku ya hivi leo, jibu hilo limetanabaishwa na kiongozi mkuu wa mpito wa Irani Ayatollah Ali Reza Arafi akielezea msaada mkubwa kutokea kwa rais wa China Xi Jinping akisema, namnukuu, nashukuru sana China kwa kutangaza full support katika vita hivi na nyakati hizi ngumu kwa Wairani, mwisho wa kumnukuu. Mtazamaji, katika taarifa iliyoshtua ulimwengu na watu wengi hususan mataifa ya Afrika ni kauli na tamko la rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore na uingiliaji kati wake katika vita hivi vya Irani na Marekani, ambapo rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amenukuliwa akisema yuko tayari kwa msaada wa kijeshi kuisaidia Irani endapo itahitaji saa na wakati wowote. Mtazamaji, katika mwendelezo wa mtifuano wa vita kwa saa 24 hadi sasa, mashambulizi ya Irani yameripotiwa kushika hatamu katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati na kutawala hali ya vita ikitajwa kuwa juu kwa karibu 80% dhidi ya Marekani, ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la habari la Irani The Tehran Times. Kadhalika, Irani katika taarifa yake ya hivi punde imetoa tahadhari kubwa kwa wakazi na raia wa mataifa ya Israeli, Saudia, Kuwait na Qatar, maeneo yote yenye kambi za Marekani, kwamba watafute hifadhi za mapema, kwani msururu wa mashambulizi ya makombora ya angani yataunguruma usiku wa leo. Vita vya Irani na Marekani vinazidi kuwa ngumu na mbichi zaidi kila dakika. Mtazamaji, bado hofu ya vita hivi ni kubwa zaidi na kusambaa zaidi kwa mataifa ya Mashariki ya Kati, hofu kubwa ikitangazwa kwa mataifa ambayo hayahusiani kabisa na mzozo huu, hususan mataifa ya Afrika, juu ya kuathirika kiuchumi na kupanda kwa gharama za maisha katika mataifa hayo, kwa sababu kuu inayoelezwa upatikanaji wa mafuta. Kitovu kikuu cha usambazaji wa mafuta hayo ni kutokea mataifa haya ya Mashariki ya Kati. Mtazamaji, ni kusihi sana usiache kusubscribe kwa mengi zaidi hapa Yuhoma TV. Endelea kutufuatilia kila dakika, kila saa na kila wakati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.